Allah subhanahu wa ta'ala kwa hakika ameufadhilisha mwezi huu tulionao, shahru Ramadhan, mwezi wa Ramadhan, ala sairi shuhur, juu ya miezi mingine usiokuwa mwezi wa Ramadhan. Allah subhanahu wa ta'ala akaujalia mwezi huu wa Ramadhan kuwa ni afdalu shuhuri sana, ni bora zaidi katika miezi ya mwaka mzima. bali Allah subhanahu wa ta'ala khassahu bi khasa'isa mubarakatin, ameuhusisha mwezi huu wa Ramadhan kwa mambo maalumu yenye baraka tele. wama dhalika illa li'azimi makanatihi, na halikuwa hilo isipokuwa ni kwa sababu ya ukubwa wa nafasi yake. Nafasi ya mwezi wa Ramadhan katika Uislamu ni nafasi kubwa, wa uluwi manzilatihi, na kwa sababu ya ujuu wa nafasi yake, manzila yake iko juu. wa min ahammi fadailihi, na miongoni mwa fadla zake za muhimu zaidi, wa khasaisihi wa fawaidihi, na miongoni mwa khasais zake za muhimu zaidi na faida zake za muhimu zaidi, anna siyama ruknun min arkani alislam alkhams, hakika funga ni nguzo katika nguzo tano za Uislamu. Kama tunavyofahamu ya kwamba Uislamu umejengwa juu ya nguzo tano, kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi almuttafaqu alayhi fi sihhatihi, hadithi ambayo wameafikiana al-Imam al-Bukhari kadhalika al-Imam Muslim ibn al-Hajjaj rahimahumullah ta'ala katika usahihi wake, hadithi Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma, يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أنا سممتم صلى الله عليه وسلم، بني الإسلام على 5، umejengwa Uislamu juu ya mambo matano. maana yake ni kwamba dini yetu hii adhim, dini yetu hii tukufu, dini ya Uislamu imejengwa juu ya mambo matano. Chini yake kuna mambo ambayo yameishikilia dini hii, nayo mambo hayo ni mambo matano yaliyoibeba na kuishikilia dini hii ya Uislamu. wa dhakara minha, Mtume sallallahu alayhi wasallam akataja miongoni mwa haya mambo matano yaliyoibeba dini yetu tukufu, dini ya Uislamu, saumi Ramadhan, ni kufunga katika mwezi wa Ramadhan. Funga inayopatikana ndani ya mwezi wa Ramadhan ni moja kati ya mambo matano yaliyoibeba dini yetu tukufu ya Uislamu, kwa maana ya kwamba yule yeyote ambaye atakayevunja moja kati ya hizo nguzo tano za Uislamu, kwa hakika amekusudia kuuporomosha Uislamu wake, kwa sababu Uislamu uko juu ya haya, na ikiwa itavunjika moja kati ya hizo nguzo tano, basi ni sababu ya kuharibika Uislamu wake. Kwa hivyo hili likapelekea kuwa mwezi wa Ramadhan ukawa ni afdalu shuhuri sana, ni bora zaidi katika miezi ya mwaka mzima, kwa sababu ndani yake panapatikana nguzo ambayo imeibeba dini yetu tukufu, wa huwa ruknu saum, nayo ni nguzo ya kufunga katika mwezi huu wa Ramadhan. Ikawa mwezi huu makana yake ni kubwa,
na nafasi yake ni kubwa katika Uislamu kwa sababu imebeba nguzo kubwa katika nguzo tano za Uislamu. Ibadallah, wa min tilkumul khasa'is wa min tilkumul fadail, na miongoni mwa fadhila zinazopatikana katika mwezi huu, mwezi wa Ramadhan, nasaba Allah subhanahu wa ta'ala as-siyama ila nafsihi subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ameinasibisha funga katika nafsi yake Allah subhanahu wa ta'ala, wa annahu subhanahu wa ta'ala, na hakika yeye Allah subhanahu wa ta'ala huwa alladhi yatawalla ajrahu, ndiye ambaye Allah subhanahu wa ta'ala anayetawalia ujira wake. Yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye ambaye anayetawalia ujira wa funga. La ahada ya'lamu miqdara thawabihi, hakuna yoyote ambaye anayejua kiwango cha thawabu zake, anapata thawabu kiasi gani katika funga yake ya mwezi wa Ramadhan. Hili ni jambo ambalo amelitawalia Allah subhanahu wa ta'ala. يقول الله ربنا سبحانه وتعالى، أنسمع الله سبحانه وتعالى في الحديث المتفق عليه في صحته، katika hadithi ambayo wameafikiana juu yake maimamu wawili, al-Imam al-Bukhari kadhalika al-Imam Muslim rahimahum Allah ta'ala, wameafikiana juu ya usahihi wake. الحديث القدسي يقول الله تبارك وتعالى: كل عمل ابن آدم له. anasema Allah subhanahu wa ta'ala, matendo yote ya mwanadamu ni ya kwake yeye mwanadamu. Mwanadamu ana uwezo wa kujikadiria kiwango cha thawabu anachotaka katika matendo yake yote, illa sawma, isipokuwa ibada ya as-siyam, fa innahu li, hakika yake hiyo ibada ya funga ni ya kwangu mimi Allah subhanahu wa ta'ala. فنسب الصيام إلى نفسه سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى أكينسبش فنغا كتك نفسياك سبحانه وتعالى، فقال فإنه لي، أكسم الله سبحانه وتعالى حقيقة هي فنغا نيا كwangu mimi، وأنا أجزي به، na mimi ninailipa kwayo. Ishara ya wazi kuonyesha ya kwamba la ahada, hakuna yoyote, ya'lamu miqdara thawabihi, ambaye anayejua kiwango cha thawabu zake katika funga yake, illa Allah subhanahu wa ta'ala, isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye ndiye ambaye anatawalia al-ajru wa thawab, ujira na thawabu ambazo mtu atazipata katika ibada yake ya funga. Hili kapelekea kuwa mwezi huu wa Ramadhani ni katika miezi iliyokuwa mitukufu katika miezi ya mwaka mzima. Ibadallah, wa min tilkumul fadail, na miongoni mwa hizo fadhila za mwezi huu mtukufu, mwezi wa Ramadhan, tabshiru nabii sallallahu alayhi wasallam ummatahu wa ashabahu, ni mtume sallallahu alayhi wasallam kuwabashiria umati wake, kadhalika kuwabashiria masahaba zake, biqudumi hadha ash-shahr al-azim, kwa kuingia mwezi huu mtukufu, mwezi wa Ramadhan. حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال aliposema mtume صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام النسائي رحمه الله تعالى وهو حديث صحيح، katika hadithi ambayo ameitoa الإمام النسائي رحمه الله تعالى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتاكم رمضان، وحقيقة umekujieni mwezi wa Ramadhan، shahrun mubarakun, mwezi wa Ramadhani ni mwezi uliokusanya baraka nyingi. Shahrun mubarakun, ni mwezi wenye baraka. Faradallahu alaykum siyamahu, Allah subhanahu wa ta'ala amefaradhisha juu yenu funga yake, mfunge katika mwezi wa Ramadhan, na hilo amelifaradhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Tuftahu fihi abwabu as-samaa, hufunguliwa ndani yake milango ya pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, ili wale ambao wanaokusudia kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala basi na waingie katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Watughlaqu fihi abwabul jahim,
na hufungwa ndani ya mwezi wa Ramadhan abwabul jahim, milango ya moto wa jahim. Allah subhanahu wa ta'ala huifunga milango hiyo ili wale ambao hawataki kuingia katika moto aljahim basi na wasiingie katika moto huo. Watughallu fihi maradatu shayatin, na hufungwa kwa minyororo ndani ya mwezi wa Ramadhan wale mashaitani waovu, hufungwa kwa minyororo wale mashaitani waovu ndani ya mwezi huu, mwezi wa Ramadhan. Fihi laila, katika mwezi huu kuna usiku ambao khairun min alf shahrin, ni mbora zaidi kuliko miezi 1000. Man hurima khairaha faqad hurima, yule yote ambaye atakayenyimwa khairi zake, atakayenyimwa khairi za usiku huo, faqad hurima, kwa hakika huyo amenyimwa kisawa sawa, huyo ndiye aliyenyimwa kikweli. Ibadallah, Mtume sallallahu alayhi wasallam fi hadha alhadith, katika hadithi hii, dhakara anna shahra Ramadan shahrun mubarakun, ametaja Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi hii ya kwamba mwezi wa Ramadhan ni shahrun mubarakun, ni mwezi ambao umekusanya na kubeba baraka nyingi. Albarakatu ibadallah, maana ya baraka kathratul khair, ni kukithiri kwa khairi. Ni mwezi ambao khairi zake ni nyingi, wanaweza watu kuvuna thawabu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala bishatta alkhairat, kwa khairi nyingi za aina tofauti tofauti. Na ndio maana mwezi huu wa Ramadhan ukawa ni shahrun mubarak, lianna fihi, kwa sababu ndani ya mwezi wa Ramadhan khairat kathira, kuna khairi nyingi. Hivi wa fi dhalika falyatanafas almutanafisun, katika hizo khairi na baraka zinazopatikana ndani ya mwezi huu wa Ramadhan, basi washindane wale kwenye kushindana katika kuzivuna na kuzichuma khairi zinazopatikana katika mwezi huu wa Ramadhan. Kadhalika Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi hii ametaja kuwa mashayatin wanafungwa katika mwezi huu wa Ramadhan. Tasfidu maradati shayatin, kufungwa kwa wale mashaitani waovu katika mwezi huu wa Ramadhan, maana yake ni kwamba wanafungwa, wanakuwa hawana uwezo wa kufanya maharibifu kwa watu kama vile ambavyo wanavyoweza kufanya maharibifu kwa watu katika miezi mingine isiyokuwa mwezi wa Ramadhan. Hivyo Allah ibadallah, ittaqullaha ayuha nnas, mteni Allah subhanahu wa ta'ala katika huu mwezi, na mkithirishe khairat, mkithirishe khairi nyingi, kwa sababu umekujieni mwezi ambao ndani yake umekusanya khairi nyingi. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Faya ayyuha an-nasu ibadallah, wa min tilkum al-fadail, na miongoni mwa fadhila za mwezi huu wa Ramadhan, mwezi tulionao leo hii, anna as-siyama takfirun lidhunub, hakika ibada ya funga ni ibada ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ja'alahu takfiran lidhunub, ameifanya kuwa ni kifutio cha madhambi. Wale ambao waliokuwa ni mukthiruna min adh-dhunub, wenye kukithirisha madhambi, fi sairi shuhur, katika miezi mingine iliyobakia usiokuwa mwezi wa Ramadhan, basi Allah subhanahu wa ta'ala amekuleteeni shahru maghfirah, mwezi wa kusamehewa madhambi. Yaqulu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam fi alhadith almuttafaq alayhi fi sihhatihi, katika hadithi ambayo wameafikiana maimamu wawili, al-Imam al-Bukhari kadhalika al-Imam Muslim rahimahumullah ta'ala katika usahihi wake,
يقول عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. anasema Rasul alayhi salatu wassalam, man sama ramadhana, yoyote ambaye atakayefunga katika mwezi wa Ramadhan imanan wa ihtisaba, hali ya kuwa ni mwenye imani na hali ya kuwa ni mwenye kutaraji malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala juu ya funga yake, amejizuia na kula, amejizuia na kunywa, wasairi almufattirat, na vinginevyo vyenye kufunguza akajizuia navyo, imanan wa ihtisaba, kwa iman, kwa kuamini, kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala na kuamini yale ambayo yanayopatikana min indillahi tabaraka wa ta'ala, kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, min al-ajri wath-thawab, akayaamini hayo, wa ihtisaba, na kwa kutarajia malipo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa huko kujizuia kwake. Mtume anasema ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, huyu aliyefanya hivi husamehewa kwake yeye yale aliyotangulia katika madhambi yake. Ay ghufira lahu ma taqaddama min saghairi dhunub, husamehewa kwake yeye yale aliyotangulia katika madhambi madogo. Walaysa min alkabair, na si katika madhambi makubwa. Atasamehewa yale madhambi madogo, yale madhambi madogo madogo aliyoyafanya, basi husamehewa kwa kupitia ibada ya funga. Wa amma alkabair tahtaju ila at-tauba, ama madhambi makubwa yanahitajia kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha ash-shahru huwa shahru at-tauba, na huu mwezi tulionao ni mwezi wa kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ni mwezi wa kujielekeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala bitaubati salihah, kwa tauba iliyokuwa njema, taubatan nasuha, tauba ambayo imejaa ikhlas ndani yake, kwa kujielekeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo Mtume anasema yule ambaye atakayefunga katika mwezi wa Ramadhan kwa iman na kwa kutarajia malipo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, basi Allah atamsamehe madhambi yake madogo madogo, lakini bado ana fursa ya kutubia katika madhambi yake makubwa aliyomkosea Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha huwa qawlu jumhuri ulama, na hii ndio kauli ya jumhuri ulama wengi katika wanawachuoni wakifasiri hadithi hii ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, ay min as-saghair, katika madhambi madogo, liqawlihi sallallahu alayhi wasallam, kwa kauli yake Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ambayo akhrajahu al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, ameitoa al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala katika sahihi yake. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. Mtume صلى الله عليه وسلم anasema katika hadithi, الصلوات الخمس, swala tano, kuzisali swala tano kama alivyofundisha Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyoeleza Allah na alivyofundisha Mtume sallallahu alayhi wasallam. Swala tano mtu akizisali vile inavyotakikana. Waljumu'atu ila aljumu'ati, na Ijumaa moja mpaka Ijumaa nyingine. Wa ramadhanu ila ramadhana, na Ramadhani moja mpaka Ramadhani nyingine. Mukaffiratun lima bainahunna, hivi vyote hivi ni vyenye kufuta yale yanayopatikana baina yake. Idha jitunibatil kaba'ir, pale ambapo atakapojiepusha na madhambi makubwa. Wa hadha huwa mahallu shahid, kuonyesha ya kwamba yanayosamehewa katika madhambi kwa yule ambaye atakayefunga imanan wa ihtisaba katika mwezi wa Ramadhan, yatakayosamehewa ni yale saghairu dhunub, ni yale madhambi madogo, kwa mujibu wa maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, idha jitunibatil kabairu, pindi atakapoepukwa madhambi makubwa. Pale atakapoepuka madhambi makubwa, akayaacha madhambi makubwa, basi as-salawatul khams huwa ni sababu ya kufuta madhambi yake. Pale atakapoepuka madhambi makubwa, basi aljumu'atu ila aljumu'a, Ijumaa moja mpaka Ijumaa nyingine, ni sababu ya kufutiwa madhambi yake. Pale atakapoepuka madhambi makubwa, ramadhanun ila ramadhan, ramadhanu ila ramadhan, Ramadhani moja mpaka Ramadhani nyingine,
ni sababu ya kufutiwa madhambi yake idha jitunibatil kabairu, pindi atakapoepukwa madhambi makubwa. Ibadallah, wa min tilkumul fadail, na miongoni mwa hizo fadhila ambazo zinapelekea mwezi huu wa Ramadhan kuwa ni mwezi ambao uliojaa fadhila nyingi juu ya baki ya miezi mingine, anna Allah tabaraka wa taala anzala fihi alquran. Allah subhanahu wa ta'ala ameteremsha ndani ya mwezi huu wa Ramadhan alquran alazim. Allah ameteremsha Qur'ani tukufu ndani ya mwezi huu wa Ramadhan, kama alivyotaja Allah subhanahu wa ta'ala, shahru ramadana alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda walfurqan. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul shahru ramadan, mwezi wa Ramadhan, alladhi unzila fihi alquran, ndio mwezi ambao imeteremshwa ndani yake Qur'an, hudan linnasi, Qur'ani hiyo ni mwongozo kwa watu, wa bayyinatin min alhuda walfurqan, na ni ubainifu unaobainisha uongofu, na ni kitenganishi kinachotenganisha baina alhaqi walbatil, baina ya haqi na batil. Wadhālika fi laylatin mubarakah, na huko kuteremshwa kwa Qur'an kulikuwa katika usiku uliobarikiwa, Lailatul Qadri, usiku wenye cheo, usiku wa Lailatul Qadri ndio usiku ambao Qur'ani iliteremshwa ndani yake, kama wanavyotaja ulama kwamba Qur'ani nazala min al-lawh al-mahfuz, iliteremka kutoka katika al-lawh al-mahfuz, ule ubao uliohifadhiwa huko juu, ila samai dunya jumlatan wahida. Iliteremka Qur'ani kuja mpaka katika wingu wa dunia ikiwa jumlatan wahida, ikiwa katika jumla moja. Thumma nazala mufassala, kisha ikateremka kwa kiupambanuzi ila rasulillahi sallallahu alayhi wasallam bihasabi alwaqi', ikateremka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam kulingana na matukio yalivyokuwa yakitokea, ikawa inashuka taratibu taratibu. Lakini kile kipindi ambacho imeteremka Qur'an kutoka katika al-lawh al-mahfuz kuja ila samai dunia ikiwa ni jumla moja, iliteremka katika lailatun mubarakah, katika usiku uliobarikiwa, wa hiya lailatul qadri, na usiku huo ni usiku wenye cheo, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, inna anzalnahu fi lailatil qadri, hakika sisi tumeiteremsha Qur'an katika usiku wenye cheo, usiku wa lailatul qadri. Wama adraka ma lailatul qadri, na ni kipi ambacho kitakujuza wewe ni upi usiku wenye cheo? Lailatul qadri khairun min alf shahri, usiku wenye cheo ni bora zaidi kuliko miezi 1000. Ibadallah, kwa hapa tumetaja baadhi ya fadhila zinazopatikana ndani ya mwezi huu wa Ramadhan. Lengo na makusudio ni kuwahimiza watu wakimbilie katika khairat, fastabiqul khairat, kimbilieni katika kutenda matendo ya khairi kabla fawati alawani, kabla ya muda kuisha. Huenda ikawa Ramadhani hii ndiyo Ramadhani yetu ya mwisho, mimi na wewe, na tusipate tena Ramadhani nyingine isipokuwa Ramadhani hii. Kwa hivyo tumejulisha makana ya asiyam, nafasi ya funga na fadhila zake, ili watu haya mambo yaingie katika akili zao na wapupie katika khairat. Pupieni katika sadaqa, pupieni katika kujitolea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kutoa aina mbalimbali za sadaqat katika mwezi huu, kwani mwezi huu ni shahrun mubarak, ni mwezi ambao kathurat fihi alkhairat, pamekithiri ndani yake khairi za mwezi wa Ramadhan ni nyingi. Kwa hivyo watu wapupie katika kutenda matendo ya khairi, tilawati alquran, kusoma Qur'an, qiyamul layl, kusimama katika wakati wa usiku, it'amul masakin, kuwalisha maskini katika mwezi huu, ni mambo ambayo yatupasa sisi kuyakithirisha sana ndani ya mwezi huu. Laalla ikawa mwezi huu ndio mwezi wetu wa mwisho mimi na wewe, kisha mwakani tusidiriki tena funga hii ikawa ndio sababu ya sisi kukosa khairi kama hizi. Kwa hivyo huu mwezi tuliopata ni fursa kwetu sisi, wal fursatu la tadum, na siku zote fursa huwa haidumu. Fursa inakuja kwa wakati fulani kisha inaondoka. Kwa hivyo tuitumie fursa hii vizuri kwa kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam.